Mahakama Kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Dar es Salaam imezuia kwa muda shughuli zote za Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, katibu mkuu, mawakala na wafuasi wa chama hicho kushiriki kwa namna yoyote hadi pale kesi ya msingi itakaposikilizwa. Pia imeagiza mali zote za Chadema zisitumike mpaka pale kesi hiyo ya msingi itakaposikilizwa. Kesi ya msingi kuhusu mgawanyo wa rasilimali za chama hicho imepangwa kuanza kusikilizwa Juni 24 mwaka 2025. Kesi hiyo imefunguliwa na Said Isa Mohamed, makamu mwenyekiti mstaafu wa chama hicho Zanzibar, na wenzake wawili Ahmed Rashid Hamis na Maulid Ankomu, ambao ni wajumbe wa bodi ya wadhamini wa Chadema kutokea Zanzibar. Wadaiwa katika kesi hiyo inayosikilizwa na Jaji Hamid Mwanga ni bodi ya wadhamini wa Chadema, ikiwa mdaiwa wa kwanza na katibu mkuu wa Chadema akiwa ni mdaiwa wa pili. Bado tunaendelea na mambo kemkem kuyapakua kwa ajili yako, na sasa hivi bado niko na mchambuzi wa masuala ya kisiasa, ambapo tunazungumzia hili zuio la mahakama kwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Mambo vipi Venant? Salama kabisa, salama. Umeiona hiyo taarifa iliyotolewa na mahakama kuhusiana na zuio la muda kwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo? Nimeiona. Labda kwa mtu ambaye afahamu, taarifa inasema kwamba Chama cha Demokrasia na Maendeleo kuanzia katibu mkuu na wafuasi wengine wote hawaruhusiwi kujishughulisha na jambo lolote lile mpaka kesi ya msingi itakaposikilizwa. Labda kwa mtu ambaye afahamu chochote, shughuli za chama na kesi ambayo imefunguliwa vina uhusiano gani? Tuanzie hapo. Kwanza kabisa, katika uwanda wa kisiasa, kama tunavyofahamu, katika miongozo ya msajili wa vyama vya siasa na sheria za vyama vya siasa nchini, vinaipa nguvu taasisi yoyote inayoshughulika na masuala ya siasa kuendesha shughuli zake za siasa nchini kwa kufuata hiyo miongozo. Lakini tunafahamu mamlaka ya mwisho ya kutafsiri sheria na kutoa hukumu na kutoa maelekezo ya kisheria ni mahakama. Na kama tunavyoona kesi ambayo ilifunguliwa na Said Mohamed, ambaye alikuwa mwenyekiti wa chama hicho, makamu mwenyekiti wa chama hicho Zanzibar, ambaye alifungua kesi dhidi ya baraza la wadhamini pamoja na katibu mkuu wa Chadema. Mahakama imetoa zuio katika Chama cha Demokrasia na Maendeleo kufanya shughuli zake za kisiasa kutokana na mwelekeo wa hiyo kesi. Kisiasa kupata zuio la kimahakama, na tunafahamu mahakama ni mamlaka ya mwisho kwenye masuala ya kisheria na miongozo na katika kutafsiri sheria. Kisiasa wao hawatopaswa kufanya shughuli zozote za kiutendaji. Na tunaposema shughuli zote za kiutendaji, maana yake ni kuratibu vikao vya ndani, kuratibu kwenda na ratiba ya mwaka ya chama, ambayo hiyo ratiba inatoa mwelekeo, inatoa mwongozo wa vikao vya nje na vikao vya ndani na shughuli zote za kisiasa. Kwa sababu kama haujaruhusiwa, unazuiwa la kufanya utendaji wa ndani, maana yake moja kwa moja inaenda kuathiri shughuli za kisiasa za nje. Unakuwa kuna kitu moja kwenye political science kinaitwa political legitimacy. Unakosa uhalali wa kisheria na uhalali wa kisiasa kuendelea na shughuli zako. Shukrani sana kwa majibu haya, lakini tukirudi nyuma kidogo, utakumbuka kwamba msajili wa vyama vya siasa Jaji Mutungi alitoa taarifa ya kutomtambua katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo pamoja na wenzake ambao walichaguliwa kwa mujibu wa katiba ya chama chao na katika vikao ambavyo ni halali vya chama hicho. Leo tunashuhudia mahakama kuzuia shughuli za chama hicho. Hii inatafsirika vipi? Tafsiri yake ni nini hii? Unajua, katika taasisi zozote zile ambazo zipo zinafanya shughuli katika nchi yoyote, kwanza kabisa ni lazima kupata kanuni, sheria na miongozo ya nchi husika ambazo zinasimamia taasisi nyingine. Unapofuata miongozo na kanuni hizo, unajiepusha na baadhi ya mazuio na baadhi ya
makatazo, na unapoendana na hizo kanuni, kama tunavyofahamu, tuna vyama vinavyotambulika na kusajiliwa zaidi ya vyama 19. Vyama hivyo tangia katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutambua uwepo wa vyama vingi, vimekuwa vikifanya shughuli zake, na baadhi ya vyama ambavyo vinaenda kinyume, si tu Chama cha Demokrasia na Maendeleo, hata vyama vingine vimekuwa vikipokea maonyo na vikipokea maelekezo. Sababu taasisi zozote katika mfumo wa taasisi lazima ziwe na regulator, yani chombo ambacho inasimamia taasisi nyingine, ikiwemo kwa mfano vyama vya siasa viko chini ya sheria ya msajili wa vyama vya siasa, na msajili wa vyama vya siasa ndio anayeregulate au anayesimamia shughuli zote za kisiasa. Kwa hiyo kuna umuhimu wa kupata kanuni na miongozo ambayo inakuwa imewekwa kisheria ili kuepuka baadhi ya changamoto ambazo zinaweza zikarudisha nyuma taasisi husika kufanya shughuli zake. Na swali langu la mwisho alafu tuagane, pengine kama shughuli za chama zingeendelea na ili hali kesi bado inaendelea kusikilizwa kwa namna moja ama nyingine, ni athari gani ambazo zingepatikana? Wote tunafahamu si tu chama cha siasa, hata mwananchi mmoja, taasisi au kikundi cha watu inapaswa kuhakikisha inafuata miongozo inayotolewa na mamlaka ya kimahakama. Tunatakiwa kuheshimu sheria zetu na kuheshimu mhimili wa mahakama, kwa kuwa mahakama ni chombo ambacho cha mwisho katika kutafsiri sheria na kutoa hukumu na miongozo ya sheria nchini. Na hiyo ndio demokrasia. Hata ukisoma kwenye katiba inaelezea kwamba tuna mihimili mitatu, mhimili ambao huo mahakama, serikali na bunge. Kwa hiyo hizi ni sheria ambazo tumejiwekea wenyewe na tunapaswa kuziheshimu, na ndio maana kuna kukata rufaa, kuna kwenda mbele zaidi kwa mahakama zinazofuata. Wataalamu wa sheria wataeleza vizuri, lakini kwa upande wa kisiasa haitoleta picha nzuri katika demokrasia, kwa sababu demokrasia ni pamoja na kuheshimu mamlaka husika za kitaasisi kama mahakama. Shukrani sana, ni kutakie wakati mwema. Asante. Huyo ni Venant Mulokozi ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa pamoja na utawala, akizungumzia jambo hili ambalo limetokea sasa hivi, ama taarifa ambayo imetokea kuhusiana na mahakama kuzuia shughuli za Chadema kwa muda. Mimi ni Franki Kashonde na hii ni Simulizi na Sauti.